بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، endelea na tafsiri ya surati al-Waqi'a, na tumesimama katika aina tatu ya magrupu ya siku ya kiyama. Tumeona as-sabiqun humus sabiqun, wenye kushika sehemu za juu za peponi, al-muqarrabuna inda Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu tumeona ashabul yamin, wale watu wanaostahili pepo kwa ujumla. Mwanzo walikuwa thullatun wa watu wal-awwalin, wa mwanzo wal-akhirin walikuwa qalil kidogo. Ama ashabul yamin tena pepo wa sehemu zote, daraja zote za peponi, darajat zitakuwa zinajazwa na waumini wengi wa mwanzo na wa mwisho, thullatu min al-awwalin wa thullatu min al-akhirin. Tukasimama katika aya 41 kuzungumza kuhusu ashabu shimal, watu wa motoni. Na ashabu shimal ni watu ambao ashabul mash'ama pia wanaitwa. Kwa hivyo ashabul yamin tumesema ndio wale ashabul maimana waliotajwa katika surati al-Balad, la aqsim bihadha al-balad. Na ashabu shimal ambao tunawazungumza sasa hivi, hawa watu wa motoni wote kama ukuja katika surati al-Balad, walladhina kafaru biayatina, wale ambao waliokanusha aya zetu, waliokufuru aya zetu, hum ashabul mash'ama, hawa ndio ashabu shimal, ashabul mash'ama, alaihim narun mursala. Hawa watafungiwa katika moto, watakuwa motoni, moto uliofungiwa kila upande utakuwa juu yao, alaihim, juu yao moto huu. Ndio kwa maana moto huu wenye kutoa moshi mwingi, kasema hapa watakuwa katika nar, na kadhalika hapa nasema fi samumin, watakuwa katika upepo wa moto, wa hamim, na watakuwa katika maji ya chemkayo, fi samumin wa hamim, wa dhillin, na kivuli chao, kivuli chenye cha nini? Basi min yahmum, cha moshi mweusi sana. Kwa hiyo tumesema aya hizi mbili, fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmum, hewa, maji na kivuli, yote ndio hali kama hizo, shida juu ya shida, taabu juu ya taabu. Haya ndio katika adhabu katika mambo yanayosubiri watu wa motoni, adhabu. Halafu akatupa sababu hapa, akasema vitu hivi, la baridin wala karim. Aya 44, la baridin wala karim. La baridin wala karim maana kwamba hakileti baridi, si cha kuleta baridi, wala si cha kustarehesha. Anasema Arabu anatumia la baridin wala karim katika kitu kuonesha ubaya wa jambo. La barid, tangu hapo hakuna ubaridi wote, na kuzidisha ile hali ile kwamba zaidi wanatumia la karim, shiddatul buruda, hakuna ile hata ile baridi la zaidi wala kidogo, hakuna. Yani hapa inakanusha ile jambo lizuri na kwa jambo baya na baya zaidi. La baridin wala karim, hakuna huruma huko, bali moto tu mkali. La baridin wala karim. Wakasema sababu, innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Innahum kanu qabla dhalika, innahum, hakika wao hao watu wa motoni, kanu, walikuwa, kabla dhalika, kabla hapo, yani duniani, walipokuwa kiishi duniani, walikuwa mutrafin. Moja katika sifa zilizowafanya hawa kwa watu wa motoni
watu walikuwa wakiishi katika hala taraf, na tarafi mutrafin manake maisha walikuwa wakiishi kabla hapo, maisha ya anasa, maisha ya starehe za kupindukia mipaka. Kwa sababu wanasema maana ya taraf tajawuz alhad alshar'i, kupindukia mipaka ya sheria katika mambo yote, katika maakul wal mashrub wal malbus, kwa chakula, katika kinywaji, katika kuvaa, katika matumizi, katika kipando, katika kila kitu. Atanaum bin neema, kuneemeka katika neema kubwa, lakini ukapindukia mipaka. Na hii ndio stage inafika kwamba mtu anapokuwa zile neema zinamzidi mpaka anaanza kukufuru. Kuishi taraf, kuna hali mbili watu wanaishi. Kuna watu wanaishi kwa ajili ya dharura, lidharuriyat, for necessity, na wengine wanaishi katika alkamaliyat, kila kitu anataka kujikamilisha awe nacho kila kitu. Kwa mfano, baadhi ya nchi kuona gari kitu si cha lazima, si cha dharura, vipando vya serikali viko tele, masafa madogo, lakini kuna nchi nyingi ambazo gari ni lazima. Kwa hivyo kwa nchi gari inakuwa ni kitu necessity, kwa nchi nyingine ni luxury. Luxury ni kitu kupindukia cha anasa. Tabalafu anasa yenyewe, mtu anaacha gari ya Corona anakwenda kwenye gari ya Bentley na Rolls Royce RR na nini. Sasa hapo utaona kwa mtu akijiweka katika hali ya kuenda katika gari ya Land Cruiser na ma Bentley na ma Rolls Royce, hata siku moja au kaambia pande gari ya Corona au Karina au kidogo, hakubali kabisa. Kwa sababu anajiona mimi sasa hivi naishi maisha tofauti na wenzangu. Kwa hivyo mtazamo wa kila mtu aliyokuwa aishi kama yeye anakuwa mtazamo kwa nini, kwa kibri na majivuno na maringo. Huu ndio mtihani mkubwa sana ukiwa katika taraf, na wapinzani wote wa dini wanaokuja kwa sababu walikuwa wanaishi katika hala taraf, katika hala ya kupindukia mipaka katika starehe, kushuka wakawa cheo sasa na watu wengine. Uislamu ndio unavyotaka hivyo, unakuwa si rahisi. Kwa hiyo ni kidogo watu waliochukua na kingi wakaweza kuwa mutawadhi, yani bila kuwa na kibri na majivuno na maringo, kidogo sana. Kwa hivyo imetajwa taraf katika Qur'ani katika aya kadha kuonesha ni jambo baya, kwa sababu wengi katika hawa watu wa taraf ndio wanakwenda motoni. Nani kina Abu Jahil na nani, wote watu ahli taraf. Mimi ni sasa na mtumwa wangu, mimi ni sasa na mfanya kazi wangu. La, hawa sisali pamoja na sisi. Akitaka wao wekee pala pao pengine wasali, sisi tusali kama tunataka tuingie katika dini. Sisi hivi na hakubali. Kwa hivyo utaona kwamba katika mambo kama haya Mwenyezi Mungu kasema nini katika sura Isra, idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha taraf. Tunapotaka kuangamiza mji wote tunaamrisha wale watu wa juu kwanza warudi katika njia ya Mwenyezi Mungu, wawe na utiifu. Hakubali, starehe zao watakuziacha, fafasaqu fiha, kufanya fisq. Kwa hivyo wanastahiki adhabu, wadamarnahum tadmira. Kwa hivyo wanapata kuangamizwa baadaye. Naam. Kwa hivyo wataba alladhina dhalamu ma utrifu fihi, wakafata wale wenye kudhulumu na walikuwa wakiishi katika maisha anasa na ya kupindukia mipaka, wakanu mujrimin, na walikuwa watu waovu. Katika sura Hud, hata idha akhadna mutrafihim biladhabi, wanastahili kuchukuliwa mwanzo katika adhabu ni wao, watu walikuwa wanaishi katika anasa kubwa. Biladhabi idhahum yaj'arun, hapo tunaposikia wanaanza kulalama na kuyayatika na kupiga makelele, sirakh, wanataka msaada. Ndio kwa maana akaambiwa hakuna
kusaidiwa siku hiyo. Hakuna kusaidiwa siku hiyo kwa sababu nasema katika sura Al-Mu'minun imetaja aya ya katika aya ya 64 hata idha akhadna mutrafihim bil'adhabi, hapo tutakapowatia katika adhabu wale wenye kustareheshwa na katika kuishi maisha ya anasa, idha hum yaj'arun, wanaanza kupiga makelele, wanatafuta msaada, watasaidiwa na nani? Anaambiwa la taj'aru al-yawm, hakuna kukunusuruni, kelele zenu za bure. La taj'aru al-yawm innakum minna la tunsarun, kwetu sisi hakuna kunusuriwa leo. Na kwa hivyo Mtume SAW alipokuwa anauliza mamoja katika masahaba, anaambia masahaba wake, kama nyinyi mkifunguliwa riziki, idha futihat alaykum khazain Faris wa Rum, mmefunguliwa milango hazina na mali ya Faris na Rome, Persia na Romans, zile ndio walikuwa two super powers katika ulimwengu wa wakati wa Mtume SAW. Mkifunguliwa nyinyi riziki kama hizo, ayu qaumin antum, mtakuwa aina gani ya watu? Aliyejibu mmoja katika mabepari wa wakati ule, Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf alikuwa tajiri wakati wa Uislamu, na mali yake yote alikuwa akitoa fi sabilillah wakati mwingine, yote akigawa. Na akasema Abdurrahman ibn Auf kasema, naqulu kama amarna Allah, tutasema tutafanya kama alivyotuamrisha Mwenyezi Mungu, tutatoa sadaka, tutatoa zaka, tutasaidia watu, tutafanya hivi na mambo chungu zima. Akasema qala Abdurrahman ibn Auf, naqulu kama amarna Allah, qala Rasulullah sallam, tunasema akasema, wa huwa la ma yantiqu anil hawa, hasemi maneno ovyo ovyo, bali yote kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Akasema Mtume sallam, au ghaira dhalik, ghairi hayo, si atakuwa mengine sio hayo unasema sasa hivi. Halafu Mtume sasa akasema, tatanafasun, mtakaa mnashindana, thumma tatahasaduna, mkaa mnaingiana husda wenyewe kwa wenyewe, thumma tatadabarun, ikawa watu wanakaa wanagombana, wanageuka, wanakangauka, hawasemezani, walafu kisha thumma tatabaghadhuna, mnafanya bughdha baina yenu, mnabughdhiana na kugombana. Hivyo ndio nakuwa. Kwa hivyo mnakuwa kuoneana na kudhulumiana, ndio kwa hali mtafunguliwa milango ya Faris na Rum. Na kweli kaondoka Mtume SAW, baadaye amekuja Abubakar Siddiq miaka 2 miezi mitatu, akaanza kupeleka majeshi upande wa Faris na upande wa Rum katika sehemu ya Urdun na Palestina na Syria. Hajapita Abubakar Siddiq miaka mitatu, wakati wa Umar miaka 10 ya ukhalifa wake, miaka 6 mwanzo pawa zote mbili zilishatekwa, ziko chini ya Uislamu. Yani Mtume SAW kiasi ya kuondoka na miaka 13 14, pawa yote katika mikono ya Waislamu. Mali kaingia kwa wingi, wakachukua nini, kila mmoja wakapewa ngawira zao walizopata, walizoshinda. Haijapita wakati Umar na Uthman, fitna zikaanza, na baadaye na Saidina Ali akauliwa, wakashika Bani Umayya, ikawa tena makhalifa wako katika starehe, makasri makubwa na starehe kwa mali zilizokuwa nyingi sana. Haya ndio mambo yanayotokezea. Kwa hivyo fitna nyingi zimeanza baada kwamba Uislamu umeweza kuteka miji na kuwa na mali nyingi. Hiyo ndio faida ya taraf. Kwa hivyo taraf mara nyingi katika Qur'an inatajwa kwamba ni unaenda na uovu, na kwa hivyo kutiwa katika moto. Naam. Taib. Alafu kwa hivyo hapa tunasema innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala alhinth alazim, wa kanu, na walikuwa
yusiruna wakishikilia wakiendelea musiri anataka kuendelea njia ile ile alikuwa akina nayo toka kabla kushuka kwa wahi wakanu yusiruna ala alhinth alazim na hinth ni kufanya madhambi makubwa yote na kubwa lao lote ni shirku billah kumshirikisha Mwenyezi Mungu wameshikilia katika kumshirikisha kwa nini hawataki kuamini kama kuna kufufuliwa na kuna adhabu na kuna nini tuondoshia taksi kuendelea na starehe zetu tu kwa hivyo starehe zao walikuwa wakizitetea kwa kila njia wakipiga vita Uislamu kwa sababu Uislamu ukiingia sisi utajiri wetu tutakuwa huna maana tutakuwa sisi na watumwa wetu na wafanyakazi wetu na maskini wetu tutakuwa sisi tutakuwa sana wao walikuwa hawataki kwa hivyo kanu yusiruna ala alhinth alazim kwa hivyo alhinth wamefasiri wengi kwa madhambi yote madhambi makubwa alikuwa akiendelea nayo kwa sababu nafsi ya mtu aliyekuwa kafiri anataka kufanya yale maovu yanampeleka nafsi amaratun bisu inamwamrisha kufanya maovu kwa hivyo mtaona kwamba ikiwa mutraf mali anayo anaona mustaghni anacho kila kitu tajiri anataka kutekeleza kila akili yake inobompa na kwa hivyo halafu tena ikiwa haamini imani itamrejesha chini awe mutawadhi lakini madhal yuko katika maisha alhinth ya kukufuru na kufanya madhambi anayotaka makubwa wengine wamesema alhinth manake aliyaminu alghamus kuapa uongo kwa ajili ya maslaha yako kwa hivyo kitazama lakini zaidi adhambu alkabir huwa alhinth wakanu yusiruna walikuwa wanashikilia na kuendelea ala alhinth alazim katika madhambi makubwa na kubwa yote ni ushirikisha Mwenyezi Mungu ashirk adhambu alakbar wa ashirk naam kwa hivyo wakanu yusiruna ala alhinth alazim وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون katika njia za kukataa kufufuliwa na kwamba kuna kiyama na kuna hisabu na kuna pepo na kuna moto wakanu yaquluna aidha mitna wa kunna turaban wa idhama hivyo kweli baada sisi kufa wa kunna na tushakuwa nini turaban tushakuwa mchanga udongo wa idhaman na mafupa tushakuwa mifupa tena aina la mab'uthun hivyo kweli tutafufuliwa ni uongo huo au abauna alawwalun au wazee wetu waliokufa karne baada karne wote wa zamani wote pia watafufuliwa nao pia hao ndo kabisa mshapotea katika mchanga na katika surati sajda tunasoma waqalu watasema aidha dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid baada kuwa tushakufa tushageuka mchanga tushapotea dhalalna fil ardi tushapotea katika ardhi aina la fi khalqin jadid hivyo kweli tutaletwa katika umbo jipya tena واذا قالوا واذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون bali wao walikuwa na kanusha kukutana na Mola wao na Mwenyezi Mungu anasema وما نؤخر إلا لأجل معدود hatuakhirishi kiyama illa kwa ajali iliyokuwa idadi yake na kujulikana mpaka watu wote wanaotakiwa kuzaliwa wazaliwe na idadi anayotaka Mwenyezi Mungu ifike na atakao kufuru pale ndio dakika yake kishaelekea hesabu na wakati wake wakiparapanda kupigwa bargumu na kutokezea hicho kiyama mpaka ifike ajali ma'dud yawma yati la takallamu nafsun illa biidhnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id siku hiyo itapokuja wakasimamishwa mbele ya haki hakuna nafsi yoyote itasema ila kwa idhni yake Mwenyezi Mungu yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahman wa qala sawaba naam kwa hivyo innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi naam hakika Mwenyezi Mungu anakusanya watu katika hiyo siku ambayo haina shaka kabisa yawmin la rayba fihi kwa hivyo watasema
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. alitupigia mfano na akajisahau nafsi yake. Anasema man yuhyi al'idhama, nani atakafufua haya mafupa, wa hiya ramim, nani zimshaozeana ishakuwa udongo. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, mwambie ataihuisha yule alianzisha kuiumba mara mwanzo. Umefikiria umekujaje wewe duniani? Hujafikiria? Basi fikiria, alikuleta mwanzo ulikuwa si chochote, si ngumu kwake kukurejesha tena na hali huko katika udongo. Wewe unakusanywa tena na kutolewa tena duniani. Kwa hiyo siku mbele ya siku ya kiyama. Kwa hivyo na aya nyingi sana wanasema ikiwa tutafufuliwa tena fa inma hiya yasema nini, tutarejeshwa tena karatun khasira, kurejeshwa kutakuwa hasarani sisi. Fa inma hiya zajratun wahida fa idhahum bisahira, ukelele mmoja tu wote watakuwa katika sahira, ardhi al-mahshar, ardhi ya nini, ya kukusanywa watu. Kwa hivyo kwa katika mara nyingi, na si hapa tu, na katika Safat pia wamesema nini, wanasema nini, tutafufuliwa tena kama alivyosema hapa, wakanu yaquluna aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman aina lamab'uthun, baada kushakufa na kugeuka udongo na idhama na mifupa tutarejeshwa tena sisi. Sio sisi tu, abauna alawwalun, hata watu wetu wazee wetu pia wa zamani. Qul, sema ya Muhammad, waambie innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Qul, sema waambie innal awwalina, hakika bila shaka wale wa mwanzo, au abauna alawwaluna, au innal awwalina wal akhirina, na wa mwisho wote kwa pamoja, na majmuuna, wote watakusanywa. Hakuna mkubwa, hakuna mdogo, hakuna mwanamke, hakuna mwanamume, hakuna daktari, hakuna mfalme, hakuna mtumwa, hakuna nani, wote aina zote za watu watakusanywa ila miqati yawmin ma'lum, la majmu'un, watakusanywa kwa wakati uliowekwa, kwa yawmin, kwa siku iliyowekwa, nayo ni kwa siku maalum. Hapo tupopigwa wanufikha fi suri fa idhahum jami'un ladaina muhdharun, watahudhurishwa wote kwetu. Kwa hapa dalili ya kuonesha kwamba kiyama kitapofika watakusanywa watu wote watatoka katika ardhi, na kama alivyosema Mtume SAW, binadamu akifa kila kitu kinaoza, kinageuka mchanga, isipokuwa kipande kifupa kiduchu chini ya uti wa mgongo kabisa, kinaitwa ajib dhanab. Ajib dhanab hii inakaa, kila mtu aliyekufa ajib dhanab yake iko chini ya ardhi. Siku ya kiyama utashushwa mvua ile ikija kwenye ardhi, alafu ajib dhanab itaota, itamrejesha mtu yule kama alipo mwanzo. Akasema ayahsabu al-insanu alla najma'a 'idhama, anafikiria tuweze kumkusanya mafupa yake na kumrejesha tena. Bala qadirina ala an nusawiya banana, tunaweza hata kumrejesha hata vidogo fingerprints zake, mikono yake, vidole vyake, viganja vyake, kwenye kila kidole alama hizi zisarudi vile vile kama mtu wa mwanzo, kama alivyo mwanzo, kama alivyo vile vile, copyright atarudi tena. Naam, bala qadirina ala an nusawiya banana. Kwa hivyo watarejeshwa alawwalina wal akhirina, wa mwanzo na wa mwisho, kuanzia Adam mpaka mtu wa mwisho kuzaliwa. Na huku adhabu ya Mwenyezi Mungu inaanza. Wal akhirina wote la majmuuna, bila shaka watakusanywa ila miqati yawmin ma'lum, kwa wakati uliowekwa, kwa siku maalumu aliyoweka Mwenyezi Mungu. Mmoja katika wafasiri anaitwa Masruq alisema man arada ilmu al-awwalina wal akhirina wad dunya wal akhirah wath thawab wal iqab falyaqa surati al-waqi'ah. Anasema yeyote anataka kujua ilmu ya watu wa mwanzo na wa mwisho, mambo ya duniani na akhera, mambo ya thawabu na adhabu,
faliyaqra surati al-Waqi'a, katika surati al-Waqi'a atayapata yote haya. Muhammad Sharawi anaelezea kwamba Sayyidina Uthman alimzuru Abdullah ibn Mas'ud naye taabani anaumwa, na siku za nyuma alimkatia msaada alikuwa kimpa katika pesa, alichukua kimpa, alafu akaenda kumuuliza kwenda kumzuru na kunamuuliza hali, matashtaki, je una nini, WhatsApp anaambia dhunubi, dhambi zangu ndio nashtaki jambo, sitaki kwamba ni maskini wala kabisa dhunubi. Yani wewe umezuia kipato changu ulichokuwa ukinipa katika Baitul Mal, umezuia, na ndio khalifa sio madha tashtaki, akaambia dhunubi, alafu anaambia wa madha tarju, unategemea nini, unataka nini? Akaambia nategemea rahmat rabbi. Tayeb, akaambia je sasa nikurejeshe chochote pesa zako hivi, maana kama una hali mbaya anaambia mana'atani minhu wa ana sahih, nilipokuwa mzima umenizuia wataatini wa ana inda al-ihtidar, na mimi kalima kutoka roho takunipa. Akaambia la, kwa sababu wenda zikakusaidia kwa watoto wako nani. Akaambia la, watoto wangu hawataki kitu, liannani allamtuhunna surati al-Waqi'a. Kwa hivyo wasami'tu min Rasulillah sallallahu alayhi wasallam يقول من يعلم أولاده الواقع لا يرى الفرق فقر أبدا. إذا رواية zimekuja nyingi hasa kwa Abdullah ibn Mas'ud, wengi wamedhaifisha hadithi kama hizi, na lakini wamesema kwamba kama sura al-Waqi'a inaondoa ufakiri. Kama watoto wangu hawahitaji pesa zako, watoto wangu mshafundisha sura al-Waqi'a. Kwa hivyo tunaendelea hapa, tumeshika katika nini? tumefika innal awwalina wal akhirina la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum, watakusanywa siku hiyo wakati huo, siku ya kiyama, tena kwenye hisabu kwa thumma ikisha innakum, hakika nyinyi. Nani nyinyi? Hao waliosema hivyo tutafufuliwa tena sisi na wazee wetu. Innakum, nyinyi mnopinga kufufuliwa, mnopinga hisabu, mnapinga siku ya kiyama. Thumma innakum, wakaitoka sifa hizi mbili, ayyuha adh-dhalluna al-mukaththibun, sifa mbili wamepewa. Thumma innakum ayyuha adh-dhalluna al-mukaththibun, ikisha nyinyi adh-dhallun, mliopotea. Na kupotea kwenu ukitizama na sifa ya pili, al-mukaththibuna, mkikanusha kwamba mtafufuliwa, basi siku mtafufuliwa mkaona adhabu yake na mkalishwa hivyo mtakufulishwa, hapo ndo mtajuta. Ayyuha adh-dhalluna al-mukaththibuna, hao wote walokataa wakakufuru yote sababu nini? Kwa sababu walipotea na wakapoteza watu kwa matamanio yao ya kuendekeza dunia yao, na kwa hivyo al-mukaththibuna wakikanusha na hali kweli walikuwa wanajua. Abu Jahil anauliza, sema kweli, kwani wewe ndo kwanza leo? Anawaambia wale alimuuliza hivyo, kweli Muhammad ni mtume kweli? Kaambia tunajua tokea mwanzo. Kwa nini basi mtume hapo yeye? Kwa nini tusipe sisi asubuhi? Tunajua kama mtume hakuna siku moja alisema uongo, itakuwa leo sema uongo. Kweli tunajua hayo, lakini hatukubali kumfuata. Kwa hivyo kufuru ishajaa, nyoyo zao zishafungwa, hazipokei nasaha kabisa. Kwa hivyo ayuha dhalluna almukaththibuna, enyi mliopotea na mwenye kukadhibisha. La akiluna, ila ya mwanzo, la akiluna, la kutilia nguvu zaidi, bila shaka hakika. La akiluna min shajarin min zaqum, la akiluna min shajarin min zaqum, hakika mtakula katika mti wa mzaqum. La akiluna min shajarin zaqum, naam, mtakula katika mzaqum. Mti wa mzaqum uko wapi huu? Mti huu mzaqum katika sura As-Safat waliposema kwamba ni afama nahnu bimayitin ila mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adhabin, sisi tushakufa, basi ndio kufa huko kutu, hakuna kufufuliwa wala tupe adhabu. Adhalika khairun nuzulan, waliokushushwa katika nini? Motoni. Am shajaratu zaqum,
hawataki pepo wakaamini wanakhiara kwenda motoni wakaona mti wa shajaratu zaqum. Shajaratu zaqum, mti huu mzaqum, anasema Mwenyezi Mungu inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Katika sura Safat tumejalia mti huu wenye adhabu yao madhalim hawa. Innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim. Huu ni mti ambao unaota katikati ya jahannam. تخرج في أصل بمعنى في وسط الجحيم كتكت جحيم. طلعها mpanda za nini za matunda yake jinsi zinavyotisha, kaannahu ruusi shayatin, kama vichwa vya mashaitani. fa innahum la akiluna minha famaliuna minha albutun, hakika hao watakula kutokana na mti huo mpaka wajaze matumbo yao. Thumma inna lahum alaiha la shauban min hamim, ikishajaa matumbo yao sasa watataka maji, basi watakunywa juu yake, watakunywa uchungu wa nini mti huu. Watahitaji ala kitu kilicho masakama, basi waondoshe iwashuke mchanganyiko wa maji ya moto. La shauban min hamim. Subhanallah. Hii aya sura As-Safat imetaja hivyo, na hapa imetaja la akiluna min shajarin min zaqum, wataula katika mti wa zaqum. famaliuna minha albutun, na kwa mti huo famaliuna minha, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambia makafiri mtajaza minha, kutokana na mti huu matunda yake, albutun, matumbo yenu mtajaza kwa haya, mtakula kila mnaona bado hamjala kitu, mnataka tena na tena. famaliuna minha albutun, na mtapokuwa tumbo limeshajaa sasa hivi mtaka kushusha kidogo, mekusakama. fasharibuna alayhi, halafu mtakunywa juu yake nini, min alhamim, maji ya moto kabisa yanayochemka. fama fasharibuna alayhi min alhamim fasharibuna shurbal him. fasharibuna, na huku mnakunywa shurba, sio shurba yetu shurba kule kunywa. kwa nini? Alhim. Alhim anasema ni kunywa kama ngamia. Kuna ngamia, hasa ngamia vizee vile wakubwa wapevu, wanakuwa wakati mwingine wanakuwa wakiwa wana kiu, basi wanakunywa tu. Au kuna ugonjwa wa sangamia mwingine, kila kinywa maji anaona kiu hakiondoki, hakishi kiu, kwa hivyo wanataka kunywa na kunywa. Na hii plani hii Khalid bin Walid alipoamrishwa atoke sehemu za Faris aende akaungane na jeshi lililokuwa sehemu za Al-Yarmouk upande wa Urdun, ibidi akate masafa. Kuna njia refu mbele utakabiliana na Warumi, kuna njia kukata ya desert, unapasua jangwa na kupeleka kwa siku 4-5, lakini njia hiyo maji hakuna ndani, unaweza kuliteketeza jeshi lote. Akasema tutakwenda njia hiyo biidhnillah, tunaye Mwenyezi Mungu. Akawaweka na kiu ngamia, kiu cha juu, alafu akawekea mapipa kwa mapipa ya maji. Ngamia na desturi ya kupakia maji ndio, na halafu kule wakiwa katika msafara, hata kama pati maji yeye nayo na maji anarejesha pamoja na chakula nchoweka reserve. Wanaita hayawan mujtari, wanatoa na wanakidigest tena, alafu wanakula. Maji yanahifadhika, ikawa wamewajaza kama mapipa yao, ndio storage yao ya maji wamechukua katika ngamia. Kila kina masafa wanachinja, wanakinga ile maji, wanachanganya na maziwa, wanakunywa. Imewapeleka mpaka karibu na kufika na jeshi kujiunga na wenzao kule sehemu za Rum. Halafu baadaye tena Mwenyezi Mungu akajalia pale wakapata maji, na wao tena ndo karibu wanafika. Subhanallah. Kwa hivyo maarufu kwa ngamia kunywa maji kwa wingi, kama mfano fasharibuna shurbal him, kama wanavyokunywa ngamia. Hii picha mfano kufananisha kwa namna gani maji ya moto na yanakubabua, na huku unataka unywe tu kwa ajili ya nini? Kusakama katika matunda ya zakum. Sasa Arabi alikuwa anataja, Mwenyezi Mungu anasema, napiga mfano shajar min zaqum, huo mti wenyewe, na taluha kana ruusi shayatin, manini yake si mashada yake si kama kwamba ni vichwa vya shetani. Sasa sisi unaambia mtu hajui shetani kaka vipi, halafu unatoa mfano kwa kitu unachokijua ili pige mfano kitu usichokijua.
hichi hatukijui na shetani tukijui. Akamwambia la wallahi, shetani nivolete nini maartist 100,000 idadi yote watie kila mmoja pale pake, ambaye nipigie picha ya shetani. Kila mmoja atakupa picha mfano nini wa shetani unaona kichwa chake. Nywele tim nyeusi, uso kutisha, macho yamekodoka hivi au sio? Kila aina na zote picha 1000 kuweka maartist 1000 kila mmoja picha tofauti na mwenziwe. Au sio? Na zote zile inaleta picha shetani. Kwa mujibu wa mtu anaoona. Sasa unapotoa Mwenyezi Mungu mfano kama huu, mfano wake kwamba kwa shetani unamjua ile ubaya alivyo. Halafu kisha bila shaka na shajar taluha kana ruhusu shayatin utajua. Kwa hiyo mti unatisha. Halafu jambo la pili, mti unatoka katikati ya moto, miti hakuna udongo, hakuna kambela. Mwenyezi Mungu kun fayakun. Vitu vya duniani kavijalia vyote, miti yote kwa njia ya udongo, moto motoni, miti yake na moto kwa motoni. Nguo unaikuta tayari katika mti, nguo unachukua unavaa, nguo ya hariri kwa nini? Hakuna nini kwanza chukuliwe nyuzi hizi zifanywe nini, zitengenezwe vitambaa, sio ni la. Kila kitu tayari. Kila kitu ready made. Kwa hivyo kwa Mwenyezi Mungu si swala mwenye kusema kun fayakun kwamba kaambia vipi itakuwaje mti wenyewe na abadan. Kwa hivyo mti unatoka motoni, asluha fi jahim. Naam. Kwa hivyo alladhi yaqdiru ala kulli shay, kwa kile usitie shaka kwamba anaweza kujalia katika moto huko mtu wenyewe huko wanapewa matunda yake wale. Famaliuna minha albutun, basi mtajaza matumbo yenu. Alafu kisha nasema nini? Fasharibuna alayhi min alhamim, kisha mtakunywa maji ya moto juu yake. Fasharibuna shurbal him, mtakunywa kwa pupa na nini, kama vile anavyokunywa ngamia mwenye kiu sana. Hadha nuzuluhum yawmaddin, hii ndio karamu yao siku ya malipo kwa kila atakayekuwa motoni. Hawa ashabu shimal, waliyadhu billah. Inshallah Mwenyezi Mungu atuepushe sisi na nyie na kila Muislamu kwa katika wenye kustahiki moto wanaopata ashabu shimal na adhabu yake. Hadha wallahu aalam.